Ndugu viongozi, nimeanza kwa kuwapongeza kwa kuchaguliwa kwenu, nikifahamu ya kwamba kuna ahadi mlitoa. Ahadi mlizozitoa ziliwaaminisha wapiga kura wa vyama hivi tulivyo navyo leo zaidi ya 71, vikaamini ya kwamba ukiwa wewe ndio rais wa shirikisho, ukawa wewe ndio mtendaji mkuu, ukawa wewe ndio mjumbe, ukawa wewe ndio uko kwenye baraza, wataona mapinduzi. Kabla sienda mbali, naomba kila mmoja tafakari, umetekeleza kwa kiwango gani ahadi ulizotoa kwa wapiga kura wako? Kama sisi ambavyo tuko kwenye vyama vya siasa na wabunge huwa tunahojiwa, na wewe ujiulize kama rais na kiongozi wa shirikisho, umetimiza kwa namna gani ahadi ulizotoa kwa wale waliokuchagua? Na mimi kama Makonda nitafanya mpango wa kufuatilia ahadi mlizozitoa, alafu kuona utekelezaji wa hizo ahadi. Tukiona haujafika hata 20%, mimi Paul Christian Makonda tashirikiana na wanachama wako kung'oa. Naomba tufahamu ya kwamba mimi nimeletwa na nimepewa kazi ya matokeo, sio ya mchakato. Rais kaniteua kumpelekea matokeo, sio kumpelekea mchakato. Kwenye type of leadership kuna aina tofauti, na aina tofauti zile pia zina engage aina tofauti ya character. Kuna watu wengine wanapenda sana kushirikishwa kwenye utaratibu. Yaani unakuta kiongozi kila mara lazima muambie, unajua pale tumekubaliana saa 2 kamili ndio tunakutana. Sawa. Hasa mkuu saa 2 nakaribia, lakini nataka tukujulisha kwamba waliofika sasa hivi wako 4. Yaani kuna viongozi ambao wanataka hao update kila mara, anataka kupewa nini? Taarifa. Na usipomshirikisha hata kama mjafanikiwa, yeye ili mradi tu ana taarifa. Hasa kuna wale wengine ambao sisi hatutaki process yote, umefanyaje sijui, mimi nataka nione matokeo. Kwa sababu hayo ndio yanayodaiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hayo ndio tunadaiwa na Watanzania. Kwa la kwanza nataka nifahamu na nyinyi mfahamu ya kwamba kama kuna jambo litaendelea kwenye shirikisho lako la kung'oa, jua Makonda yuko nyuma yake.